إيمان كثيرا. أما بعد، tunaendelea na risala yetu hii ya 100 المعاني والبيان في علمي المعاني والبيان وأيضا البديع. kwa kuwa tulikuwa tukizungumza yanayofungamana na lugha, ni kitabu cha mwanzo cha Muthallath Qutrub, tukakimaliza tukaonyesha mafungamano yaliyopo baina ya elimu za lugha. Tukasema ya kwamba elimu za lugha pia panafungamana na elimu inayoitwa ilmu al-mufradat, elimu ya maneno ya Kiarabu. Na elimu ya maneno ya Kiarabu mufradat ndio elimu ya al-maani, kujua maana ya maneno ya Kiarabu, kujua maana ya sentensi za Kiarabu. Na unaposema maana, hatukusudi tafsiri yako kutoka kwenye Kiarabu ni Kiswahili. Hawa ni Waarabu wanazungumza Kiarabu. Kwa hiyo kujua tafsiri shay akhar, kitu kingine. Lakini hapa tunazungumzia ni maani, maana ya maneno, maana ya neno. Tukaanza kuzungumzia jana kuhusiana na ufasaha au fasihi. Tukaona ya kwamba mtu anaweza, au elimu ya fasaha au kipengele cha fasaha. Kwanza tulizungumza kunako elimu ya balagha. Balagha inahusu elimu tatu. Elimu ya kwanza ilmu al-maani, elimu ya pili ilmu al-bayani, elimu ya tatu ilmu al-badi. Unapozungumza balagha, ndani yake jua tu kuna elimu tatu ndani yake, ziko humo ndani: ilmu al-maani, ilmu al-bayani na ilmu al-badi. Baada ya hapo muallifu akaanza na fasahatu, kuzungumzia fasihi. Tukaona ya kwamba fasaha, ufasaha wa kitu, ufasaha wa mazungumzo upo katika sehemu tatu. Imma fasaha inaweza ikawa kwenye al-mufrad, kwa maana tendo, neno moja, neno linaweza likawa fasaha. Tukaona pia fasaha inaweza ikawa kwenye al-kalamu, maneno yale, nasema haya maneno fasaha. Lakini tatu tukasema ni fasaha kwa nani? Anayezungumza, al-mutakallim. Kwa hiyo fasaha inazunguka katika vitu hivyo vitatu: neno liwe fasaha, maneno yawe fasaha, mzungumzaji awe mfasaha. Kwa hiyo neno likiwa fasaha tunasema kalimatun fasihatu,